Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Afrika leo mchana, habari za dunia. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Israeli yathibitisha kupata maafa makubwa kufuatia mashambulio ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump atuma ujumbe kuelekea Iran. Marekani asema mipango ya mazungumzo ya Iran bado ni tete. Naam. Natumai ubweri afya popote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Awamu ya kwanza. Jina langu ni Kantona Joseph. Jeshi la Israeli limethibitisha kuwa shambulio la makombora kutoka Iran limesababisha uharibifu mkubwa katika maeneo ya kati ya nchi hiyo, huku vikosi vya dharura vya wahudumu wa misaada wakitumwa haraka katika maeneo yaliyoathirika. Picha zilizochapishwa kupitia ukurasa wa Telegram wa huduma za dharura za Israel zinaonyesha moshi mzito ukifuka kutoka kwenye majengo pamoja na vifusi vilivyotapakaa katika eneo lililojengwa na shambulio hilo. Awali iliripotiwa kuwa kufuatia tahadhari iliyotolewa na jeshi la Israeli kuhusu makombora yaliyofatuliwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC, wahudumu wa misaada walielekezwa kusini mwa taifa hilo ambapo kulishuhudiwa uharibifu mkubwa kufuatia shambulio la Iran dhidi ya Israel. Katika siku za karibuni, picha zimekuwa zikisambaa zikionyesha kiwango kikubwa cha uharibifu nchini Israel. Marekani imetuma ujumbe kwa Iran kupitia mjumbe maalum, na ujumbe huo uliowasilishwa kwa Iran, kwa mjibu wa shirika la habari la Marekani CBS News, lilikuwa afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran. Trump alitangaza jana kuwa alikuwa amefanya mazungumzo na Iran kwa muda wa siku mbili na kwamba mazungumzo hayo yataendelea wiki hii. Baada ya kauli ya Trump, Iran ilikanusha kuwepo kwa mazungumzo yote na Marekani. Hata hivyo, baadaye Iran ilithibitisha kuwa ujumbe kutoka Marekani uliwasilishwa kupitia nchi nyingine kama ilivyoripotiwa na CBS. Ikulu ya White House siku ya Jumatatu ilionekana kukabiliana na uvumi kuhusu uwezekano wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran juu ya vita vinavyoendelea baada ya Rais Donald Trump kupendekeza pande hizo mbili zifanye maendeleo makubwa kuelekea makubaliano. Maoni ya Trump kuhusu mazungumzo yaliyosababisha ripoti kwamba makamu wa rais wa Marekani JD Vance anaweza kuiwakilisha serikali katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran nchini Pakistan. Lakini ikulu ya Marekani imesema hali ni mbaya na ikaonya kwamba hakuna mikutano ya rasmi kati ya viongozi wakuu kutoka Marekani na Iran iliyotangazwa. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tupokee awamu hii ya pili ya habari za dunia kutoka shirika la DW. Wa idara ya zima moto na uokoaji wa Israel katika eneo la shambulio Avi Gabei amesema kwa bahati nzuri hakukuwa na vifo wala majeruhi vilivyopatikana katika majengo. Kwa ujumla ilikuwa ushirikiano bora kabisa pamoja na vikosi vyote wa shirika, ikiwa ni pamoja na polisi. Haya yanajiri licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema jana kwamba Marekani iko katika mazungumzo na jamhuri hiyo ya Kiislamu kumaliza vita. Trump pia alisitisha kwa siku 5 tarehe ya mwisho kwa Iran kufungua njia ya mlango wa bahari Hormuz kwa usafirishaji wa meli, la sivyo vituo vyake vya umeme vishambuliwe.
Sydney. Umoja wa Ulaya na Australia zimekubaliana kuhusu biashara huru baina yao. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese wametangaza hayo leo, takriban miaka 8 tangu mazungumzo hayo ya biashara huru yalipoanza. Mkataba huo utaondoa zaidi ya 99% ya ushuru kwenye bidhaa za Umoja wa Ulaya zinazopelekwa Australia kibiashara, ni kulingana na shirika la habari la AFP. Australia pia itapunguza ushuru kwa uagizaji wa madini muhimu. Seoul. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameapa kuimarisha hadhi ya nchi yake kama taifa lenye silaha za nyuklia, huku akisisitiza msimamo mkali dhidi ya Korea Kusini ambayo aliliita taifa adui zaidi. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya nchi hiyo limeripoti hayo leo. Katika hotuba aliyotoa jana Jumatatu katika bunge la Pyongyang ambalo hupitisha tu maamuzi ya serikali, Kim alishtumu Marekani kwa kile alichokitaja kuwa ugaidi wa kimataifa na uvamizi, ikiaminika alikuwa anazungumzia vita vya Mashariki ya Kati. Kulingana na Kim Jong-un, Korea Kaskazini itahusika pakubwa katika muungano dhidi ya Marekani mnamo wakati hisia pinzani dhidi ya Marekani zinaongezeka. Kim hakumtaja kwa jina moja kwa moja rais wa Marekani Donald Trump, lakini alisema iwapo wapinzani wake watachagua makabiliano au amani, wako tayari kujibu chaguo lolote. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Bogota. Watu 66 wamefariki dunia kwenye ajali ya ndege na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Mkasa huo umetokea wakati ndege ya kijeshi iliyowabeba watu 128, wengi wakiwa wanajeshi, ilianguka jana Jumatatu eneo la Puerto Leguizamo nchini Colombia. Mkuu wa majeshi ya Colombia Jenerali Alejandro Lopez Barreto ametangaza hayo na kuongeza kuwa wanajeshi 4 waliokuwa kwenye ndege hiyo bado hawajulikani waliko. Kulingana na Jenerali Barreto, bado hawana taarifa wala ishara kwamba ndege hiyo ilishambuliwa na kundi la wanamgambo. Waziri wa ulinzi wa Colombia Pedro Sanchez amesema kupitia ukurasa wa mtandao wa X kwamba ndege hiyo ilikuwa ikisafirisha wanajeshi kuelekea mji wa Putumayo. Dakar. Marekani imepeleka droni na takriban wanajeshi 200 nchini Nigeria ili kuisaidia nchi hiyo katika mapambano dhidi ya kitisho cha usalama kinachozidi kuongezeka. Msemaji wa kamandi ya kijeshi ya Marekani inayohusika na shughuli zote za kijeshi, usalama na ushirikiano wa kiulinzi kwenye bara la Afrika, AFRICOM, amesema wanajeshi waliopelekwa Nigeria wanashirikiana na wenzao wa Nigeria katika kutoa taarifa za kiintelijensia, ushauri na mafunzo maalum ili kulisaidia jeshi la Nigeria. Vifaa hivyo sambamba na wanajeshi hao wamepelekwa katika kambi ya kijeshi ya anga ya Bauchi iliyoko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Na hatimaye Chisinau. Moldova imetangaza leo Jumanne kwamba laini yake kuu ya umeme kati yake na Ulaya imekatizwa kufuatia mashambulizi ya usiku yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine. Moldova imewahimiza raia kutumia nishati kwa busara wakati wa mahitaji makubwa ya umeme. Nchi hiyo ya zamani ya muungano wa Soviet hupata umeme kutoka nchi jirani Romania, ambayo ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya, hasa ikitumia laini au nyenzo inayopitia Ukraine. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vyaendelea huku kukiwa hakuna matumaini ya kufanyika mazungumzo. Kwa nini Iran haitaki mazungumzo na Marekani? Mahali ilipofikia sasa kwa mtazamo wa kivita ni kwamba imekuwa na sauti ya juu au imekuwa na nguvu ya kujihesabu kwamba ni mshindi wa vita hivi. Kwa mtazamo huo, Iran inahisi kwamba ikikubali kufanya mazungumzo hivi sasa itaonyesha imesalimu amri katika vita hivi. Watu 5 wauawa Ukraine kufuatia mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi, na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un asema ataimarisha zaidi nguvu za nyuklia za taifa lake.
Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na John Juma na mimi ni Josephat Charu na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu wa leo, na tunaanza moja kwa moja na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaendelea licha ya rais wa Marekani Donald Trump kuashiria uwepo wa mazungumzo na serikali mjini Tehran, ambayo imekanusha taarifa hiyo na kuendelea kujibu mashambulizi dhidi ya nchi washirika wa Marekani katika kanda ya Ghuba. Watu 6 wameripotiwa kujeruhiwa mjini Tel Aviv kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran. Bruce Amani ana mengi zaidi. Iran ilirusha makombora kuelekea Israel mapema leo, saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba Washington ilifanya mazungumzo na afisa wa Iran ambaye hakutajwa jina, ripoti iliyokanushwa na Tehran. Jeshi lilisema shambulio la hivi karibuni la makombora ya Iran lililenga kaskazini mwa Israel na kwamba linafanya juhudi za kuzuia tishio hilo. Rais Trump hapo jana alisifu kile alichokiita mazungumzo mazuri sana na afisa wa Iran ambaye hakumtaja, baada ya kuahirisha ghafla mipango ya mashambulizi mapya. Wanataka sana kufikia makubaliano, nasi pia tunataka makubaliano. Tutaendelea kuzungumza kwa simu kwa sababu ni vigumu kwao kuondoka nchini, lakini tutaweza kukutana wakati fulani hivi karibuni. Tunajipa kipindi cha siku 5 na tutaona itakavyokuwa. Ikiwa sawa, basi tutafikia suluhisho, la sivyo tutaendeleza mashambulizi. Ufichuzi huo wa kushangaza wa kuwepo mazungumzo uliokanushwa na Tehran, ambayo ilimtuhumu Trump kwa kutaka kushawishi masoko ya nishati, ulijiri kabla ya muda wa mwisho wa Jumatatu usiku uliowekwa na Trump kwa Iran kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, la sivyo Marekani iteketeze mitambo yake ya umeme. Bei ya mafuta ilishuka na masoko ya hisa yakaimarika, huku waangalizi wakijitahidi kutafsiri kauli za Trump licha ya Iran kukataa. Tovuti ya habari ya Axios nchini Marekani, ikimnukuu afisa mmoja wa Israel ambaye hakutajwa, ilimtaja mtu aliyezungumza na Trump kuwa ni Mohammad Bagher Ghalibaf, spika wa bunge la Iran na mmoja wa watu mashuhuri wasio na nafasi ya kidini. Tovuti hiyo na shirika la habari la Reuters waliripoti kwamba wapatanishi wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner huenda wakakutana na ujumbe wa Iran kwa mazungumzo nchini Pakistan wiki hii, huku kukiwa na uwezekano wa makamu wa rais JD Vance kujiunga. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif anasema alizungumza na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran, akiahidi msaada wa Islamabad kuleta amani katika eneo hilo. Naye msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Bakai alisema kuna ujumbe uliopokelewa kutoka baadhi ya nchi rafiki ulioashiria ombi la Marekani la kutaka mazungumzo yenye lengo la kukomesha vita, lakini akakanusha kuwa mazungumzo yoyote kama hayo yalifanyika. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema amezungumza na Trump na kukiri kwamba Marekani inatumai makubaliano yanawezekana, lakini akaapa kuendelea kuishambulia Iran na Lebanon ili kuilinda Israel. Nchini Lebanon, Israel imepanua operesheni yake ya ardhini dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran, ikionya kuhusu wiki kadhaa za mapigano. Tukibaki na swala hilo hilo la vita dhidi ya Iran, licha ya shinikizo la kijeshi kutoka kwa Marekani, Iran inadumisha msimamo wake wa makabiliano na mapambano ya kivita, huku kwa sasa kukiwa na uwezekano mdogo wa mazungumzo. Nimezungumza na Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, na kwanza nimemuuliza, je, ni kwa nini Iran haitaki kufanya mazungumzo na Marekani kwa sasa? Kwanza inavyoamini yenyewe, pamoja na kukabiliwa na hujuma kali za mashambulio ya Marekani na Israel kwa muda wote wa siku hizi 24, mahali ilipofikia sasa kwa mtazamo wa kivita ni kwamba imekuwa na sauti ya juu au imekuwa na nguvu ya kujihesabu kwamba ni mshindi wa vita hivi. Kwa mtazamo huo, Iran inahisi kwamba ikikubali kufanya mazungumzo hivi sasa ni kama kwamba itaonyesha imesalimu amri katika vita hivi, na kubwa zaidi ni kwamba Iran katika suala la mazungumzo inahisi kama ni aina fulani ya mbinu na hila ambayo Rais Trump anaitumia ili kupunguza athari za mashinikizo hayo ya kiuchumi yaliyokumba sasa hivi soko la kimataifa. Hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kusitisha mapigano kwa muda na kuipa muda zaidi Iran ufungue mlango bahari wa Hormuz, hii ilikuwa ni hatua ya nia njema kwa mtazamo wako, au unaona ilikuwa ni mtego kwa Iran? Maanake mpaka sasa Iran bado imekataa.
Ni wazi kabisa kwamba si hatua iliyochukuliwa kwa nia njema. Hii hatua iliyotangaza Rais Trump tunaweza tukasema kwamba ni aina fulani ya kuhepa hali ile ya kwamba vitisho alivyotoa vilionekana kwamba ima visingeweza kutekelezeka, na kama vingetekelezeka madhara yake yangekuwa ni makubwa zaidi kwa Marekani kuliko Iran. Ni masharti yapi kwa mtazamo wako ambayo unayaona ya mazungumzo ambayo Iran ingetaka yawepo kabla kuanzisha mazungumzo yote na Marekani, tukizingatia hali inayoendelea hivi sasa katika mlango bahari wa Hormuz? Sharti moja la msingi ambalo Iran imetaka litekelezwe ni kuhakikisha kwamba mamlaka ya uendeshaji wa mlango bahari wa Hormuz yanakuwa mikononi mwa Iran. Swala jingine ni Marekani kutoa ahadi ya uhakika kwamba haitashambulia tena kijeshi Iran katika siku zijazo. Aidha, Israeli kukomesha uvamizi wake wa kijeshi ndani ya ardhi ya Lebanon, lakini pia Marekani kukubali kuilipa Iran gharama ya kufidia hasara ambayo imesababisha katika vita hivi ambavyo vimeanzishwa bila msingi. Lakini la tano katika hayo ni kwamba Marekani ifunge virago na kufunga vituo vyake vya kijeshi ilivyoweka katika nchi za Ghuba ya Uajemi. Msimamo wa Iran umeathiri vipi mahusiano kati ya Marekani na mataifa ya Ghuba kwa yale ambayo yanashuhudiwa hivi sasa, huku jitihada zikifanyika kuhakikisha kwamba diplomasia inafanya kazi? Nchi za Ghuba ya Uajemi kiuhakika ni kwamba zimeona wazi kuwa kinyume na zilivyoahidiwa na Marekani kwamba zitapewa ulinzi, lakini kile ambacho kimeshuhudiwa katika kipindi chote cha siku 24 za vita hivi ni kwamba Marekani imekuwa zaidi ikizingatia ulinzi na maslahi ya usalama ya Israel. Nchi hizi za Ghuba ya Uajemi kwa sasa zinaonekana kwamba suala hili limekuwa na taathira hasi kwa upande wa Marekani, lakini pia limekuwa na taathira hasi kwa bahati mbaya katika uhusiano wa nchi hizo na Iran. Unaona ni nchi zipi kifupi zinazoweza kujiunga na vita hivi, iwe ni upande wa kujaribu kusaidia usuluhishi wa kidiplomasia ama katika kupigana kama vita hivi vitaendelea kutanuka? Sasa hivi kuna hofu kwamba kwa namna moja au nyingine huenda hata baadhi ya nchi zisizo za Kiarabu zikajitumbukiza katika vita hivi, yaani Uturuki na Pakistan. Tumesikia muungano wa kijeshi wa NATO ukitoa taarifa kwamba utakuwa tayari kushiriki katika kuhakikisha usalama unapatikana katika mlango bahari wa Hormuz wa kuruhusu vyombo vya majini vipite, lakini kwa sharti kwamba kwanza lazima vita visimamishwe. Abdel Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, kama nilivyozungumza naye. DW tunavuma kwa kishindo. Saa 5:14 saa za hapa Ujerumani na Ulaya ya Kati. Tuelekee sasa katika mzozo mwingine kati ya Ukraine na Urusi. Watu 5 wameuawa leo nchini Ukraine kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya usiku kucha ya makombora na droni za Urusi. Haya ni kwa mujibu wa mamlaka ya Ukraine. Haya yanajiri katika wakati ambapo huduma ya usalama ya Urusi, polisi na walinzi wa kitaifa huko Moscow wamewekwa katika tahadhari ya juu kutokana na taarifa za kijasusi na tishio la shambulizi kutoka Ukraine. Tatu Karema ana maelezo zaidi. Kwenye ujumbe uliochapishwa katika mtandao wa Telegram, jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilirusha droni 392 na makombora 34 kuelekea nchini humo, lakini likadungua droni 365 na makombora 25. Ving'ora vilisikika usiku kucha karibu nchi nzima, huku mashambulizi hayo yakiua watu 2 huko Poltava, wakati Zaporizhia, Kherson na Kharkiv kila moja ikiripoti kifo kimoja. Mkesha wa mashambulizi hayo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kupitia hotuba yake ya kila siku kwa njia ya video alikuwa ameonya kwamba kuna habari za kijasusi kwa huenda Urusi inajiandaa kwa mashambulizi makubwa. Leo asubuhi, kituo cha habari cha Saspil Moltava kimechapisha picha zinazoonyesha majengo ya makazi yenye madirisha yaliyolipuliwa na kuta zilizoteketea. Kulingana na huduma za dharura, watu 2 waliuawa na wengine 7 kujeruhiwa katika eneo hilo. Mkuu wa jeshi wa eneo hilo la Poltava, Ivan Fedorov, amesema upande wa kusini Urusi ilifanya mashambulizi makubwa ya droni na makombora Zaporizhia na mtu mmoja ameripotiwa kuuawa huko wengine 5 wakijeruhiwa. Mkazi mmoja eneo hilo, Ellen Loban, ameelezea kuhusu mashambulizi hayo ya droni na makombora. Nilisikia ikiruka na kisha mlipuko. Tuliruka kutoka kitandani na kukimbia bila viatu.
Majirani zetu walituvuta nje kupitia madirishani. Mlango huu hapa ulikuwa umewaka moto kabisa. Kwengineko, wizara ya ulinzi wa Urusi imesema leo kuwa walinzi wake wa anga walidungua droni 55 za Ukraine katika maeneo mbalimbali usiku uliotangulia. Wakati huo huo, shirika la habari la Urusi RIA limeripoti leo kwa huduma ya usalama ya Urusi FSB ilipokea taarifa za kijasusi kwamba Ukraine inapanga kuwashambulia maafisa wa serikali, wafanyakazi wa kijeshi wa wizara ya ulinzi wa Urusi pamoja na maafisa wa usalama. Mnamo mwezi Februari, naibu mkuu wa idara ya ujasusi ya jeshi la Urusi, Luteni Jenerali Vladimir Alexeyev, alipigwa risasi mara 3 akiwa kwenye jengo moja la makazi huko Volokolamsk, kaskazini mwa Moscow. Hata hivyo, alinusurika shambulizi hilo. Katika hatua nyingine, bandari ya Urusi ya Primorsk kwenye bahari ya Baltic imeanza tena upakiaji wa mafuta yasiyosafishwa kufuatia kusimamishwa kwa shughuli hiyo kutokana na mashambulizi ya droni. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo viwili na shirika la ufuatiliaji wa data za meli LSEG. Siku ya Jumapili, bandari mbili kuu za Urusi katika bahari hiyo ya Baltic, Primorsk na Ust-Luga, zilisitisha shughuli zake kufuatia mashambulizi ya droni. Ust-Luga ilianza tena usafirishaji nje wa bidhaa jana Jumatatu. Ripoti yake Tatu Karema. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutuma maoni yako kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na baadaye nitayasoma hapa studio. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amesema nchi hiyo itaziimarisha zaidi nguvu zake za nyuklia na akadai kuwa hivi karibuni ataitangaza Korea Kusini kuwa hasimu wake mkubwa. Kim ameyasema hayo katika hotuba yake mbele ya bunge alipokuwa akiwasilisha vipaumbele vya sera za taifa hilo. Mengi zaidi ni katika ripoti ifuatayo ya Jacob Safari. Kim amesema Korea Kaskazini haiwezi kurudi nyuma katika hadhi yake kama taifa lenye zana za nyuklia, na kutanua uwezo huo ni muhimu kwa usalama wa taifa, uthabiti wa kikanda na ustawi wa kiuchumi. Amekanusha kuwa swala la kuachana na silaha za nyuklia haliwezi kubadilishwa na manufaa ya kiuchumi au hakikisho la usalama, akisema Korea Kaskazini tayari imethibitisha kuwa na nguvu za nyuklia na kufanya juhudi za kupata maendeleo ndio mkakati sahihi. Licha ya taifa hilo kuwekewa vikwazo na kutengwa kidiplomasia kwa miaka, rafiki huyo wa China anakadiriwa kuwa na dezeni kadhaa za vichwa vya makombora ya nyuklia na malighafi ya kutengeneza zana nyingi zaidi. Korea Kaskazini pia imekuwa ikizindua mifumo hatari ya kurusha makombora na makombora mapya kutoka bara moja hadi jingine yanayoweza kurushwa bila onyo. Kim Jong-un vile alikuwa na kauli kali kwa jirani yake wa kusini, Korea Kusini, akisema jaribio lolote litakalofanywa na taifa hilo la kuingilia uhuru wake litajibiwa vikali. Korea Kusini kwa upande wake imetoa jawabu kwa kusema kauli za Kim si nzuri kwa amani, ikiongeza kuwa ni mazungumzo na ushirikiano tu yanayoweza kuhakikisha usalama na ustawi katika rasi ya Korea. Kim vile ameliambia bunge la nchi hiyo kuwa Marekani inafanya kile alichokiita ugaidi wa kitaifa, akizungumzia mashambulizi inayoyafanya dhidi ya Iran. Marekani na Israel zimesema kuwa mashambulizi yake nchini Iran ni ya kuizuia jamhuri hiyo ya Kiislamu kutounda silaha za nyuklia, ile ya Korea Kaskazini iko hatua nyingi mbele katika swala hilo. Sambamba na sera za kiusalama, Kim amewasilisha pia vipaumbele vya kiuchumi katika hotuba yake hiyo kwa bunge, akitoa wito kwa maafisa wa nchi hiyo kutekeleza mpango mpya wa miaka 5 wa maendeleo uliojikita katika kuvifanya viwanda nchini humo kuwa vya kisasa, kuongeza uzalishaji wa nguvu za umeme na mkaa, kuongeza uzalishaji wa chakula na kutanua ujenzi wa nyumba za makazi kote nchini humo. Korea Kaskazini ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani kutokana na vikwazo vya kiuchumi ilivyowekewa, huku kukiwa na mapungufu makubwa yanayowapelekea raia wake kutegemea mgao wa chakula cha serikali. Ni ripoti yake Jacob Safari. Na hatimaye ripoti yetu ya mwisho inazungumzia kuhusu muungano wa Francophonie unakabiliwa na changamoto mbalimbali huku nchi wanachama kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo Kifaransa ni lugha rasmi kwa sasa, raia wake wengi wanageukia lugha nyingine ikiwa ni pamoja na Kiingereza. Wiki iliyopita ulimwengu uliadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya Kifaransa maarufu kama Francophonie kwa ajili ya kuzileta pamoja nchi na watu wanaozungumza lugha ya Kifaransa kote duniani. Mitima de la Chance ametuandalia taarifa ifuatayo.
Ikiwa na wazungumzaji zaidi ya milioni 300 duniani kote, Frankofoni inalenga kuwa nafasi ya mshikamano na ushirikiano wa kitamaduni, kisiasa na kiuchumi. Walakini nyuma ya azma hii ya pamoja, changamoto nyingi zinatishia kudhoofisha ushawishi wake na mshikamano. Kwa upande wa kisiasa, Biamungu Bonheur Ruhanga, mwanafunzi wa lugha ya Kifaransa katika chuo kikuu cha ualimu ISP Bukavu, anahisi kwamba shirika la kimataifa la Francophonie OIF limeshindwa kuchukua jukumu madhubuti katika kutatua migogoro ya kisiasa au kiusalama ndani ya nchi wanachama wake, haswa barani Afrika, ijapokuwa kanuni zake za msingi zinalenga kukuza amani, demokrasia na haki za binadamu. Tunapaswa shimama kidete ili tujiendeleshe. Changamoto nyingine ni hasa kuongezeka kwa ushindani wa lugha. Katika enzi ya sasa ya utandawazi, Kiingereza kimedhihirika kuwa lugha inayotawala katika nyanja za kiuchumi, kisayansi na teknolojia. Kwa muda sasa, Galala Ndahongera Konsole anajifunza Kiingereza, akidai kinachukuliwa kuwa chombo cha fursa za kitaaluma. Hapa anaeleza, itaweza kuwa rahisi kujua Kiingereza hata kama unaishi nchi ya Kifaransa. Inaleta opportunities mingi kwenye maisha ya binadamu. Zaidi ya hayo, Frankofoni inakabiliwa na ukosefu wa usawa miongoni mwa nchi wanachama. Ingawa baadhi ya nchi zina rasilimali nyingi za kukuza lugha na utamaduni wa Kifaransa, nyingine zinatatizika kuhakikisha upatikanaji bora wa elimu kwa lugha ya Kifaransa. Katika nchi kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kuwa mojawapo ya maeneo makubwa zaidi duniani ambako lugha ya Kifaransa inazungumzwa, ukosefu wa miundombinu ya shule na ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo ni vikwazo vikubwa vya ukuzaji mzuri wa lugha ya Kifaransa. Hata hivyo, Kinshasa imemteua Juliana Amato Lumumba, binti wa shujaa wa kitaifa Patrice Emery Lumumba, kuwa mgombea wa nafasi ya katibu mkuu wa shirika la kimataifa la Francophonie OIF. Mkufunzi wa lugha ya Kifaransa Daniel Chibamvunya anaamini kuwa ugombeaji huu utasaidia kukuza zaidi OIF, haswa katika masuala ya amani, vijana na ushirikiano wa kimataifa. Kukishinda hiyo uchaguzi ambao utafanyika hapa kesho, lugha ya Kifaransa itatembea tena katika pande mingi na kubwa sana za ulimwengu. Changamoto nyingine muhimu inahusu utofauti wa kitamaduni ndani ya nchi za Francophonie, maoni mengi yakiashiria kwamba Kifaransa hakipaswi kufuta thamani ya lugha za kienyeji ambazo ni vyombo muhimu vya utambulisho na usambazaji wa kitamaduni. Mitima de la Chance, DW, Bukavu. Naam, msikilizaji, umewadia ule wasaa wa kuyasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii, na upande wa pili wa studio yupo tayari kabisa Michael Kwena. Karibu sana. Asante Charo. Kunani? Leo kuna ripoti moja ambayo inatokea kule Madagascar. Naam. Sasa rais wa taifa hilo anaitwa Michael Randrianirina ametangaza hatua ya kipekee kupambana na rushwa kwa kununua mashini maalum ya kupima uongo. Serikali sasa inadhibitisha kwa yeyote anayetaka kuwa waziri atalazimika kupimwa kwa mashine ya kugundua uongo. Sasa akizungumzia hatua hiyo, rais anasema watatambua nani fisadi na nani anaweza kuwasaidia. Japo anasema hawatafuti mtu aliye na safi kwa 100%, lakini mtu aliye na safi kwa zaidi ya 60%. Kwa hiyo mashine itakuwa inaonyesha kama mtu anasema uongo inakwenda hivi inarudi. Ukisema uongo kidogo mashine inaonyesha. Ukisema sana inakwenda sana. Inaonyesha. Sasa ndio upewe nafasi ya kuwa waziri, lazima upitie hiyo hatua ambayo serikali ya Madagascar inasema. Mitandaoni kuna maoni mengi. Max 10 anasema hiyo mashini ikiletwa Kenya ama Tanzania itapiga shoti. Naye #24 anasema hiyo mashini iletwe huku Tanzania, hasa kuwapima mashahidi katika kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Hii mashini sana sana inakuwa inatumika katika kesi za mahakama kubaini ukweli kwa wale ambao wameshtakiwa na wale ambao wanatoa ushahidi wakati mwingine, hasa kwa kesi ambazo ni nyeti. Lakini kwa Madagascar sasa hii ni mpya. Hii ni mpya, na wengi wanasema kwamba hili likitokea kwamba likafanikishwa na kwamba likatokea kwamba ikafaulu, labda mataifa mengi yanaweza sema kwamba wacha tujaribu na situone. Ndio. Lakini pia kunaye Kelvin Gerard katika maoni. Yeye anasema kwamba huku kwetu si watawakamata wengi siku ya kuapishwa, kuanzia pale wanaposema Mungu nisaidie. Sasa unajua hili kusema Mungu nisaidia ni maanisha kwamba ushakula kiapo kwamba sasa wewe utaendelea kuhudumu. Sasa mashini kipima kwamba ikaona wewe ulidanganya kidogo, basi
unakuwa sasa wewe umetoka. Aha. Lakini pia Charo, niseme kwamba kuna kurunzi leo ni siku ya Jumanne, ambao mjadala pale siku ya leo ni siku ya furaha duniani. Kwa hivyo bila shaka Suleiman Mwiru na Lilian Mtono watakuwa katika mjadala huo kuanzia saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Haya, asante sana Michael Kwena. Tusome sasa ujumbe wa wasikilizaji ambao umetufikia kupitia channel yetu ya YouTube, na leo ikiwa ni siku ya furaha inajadiliwa huko katika Kurunzi Live. Huyu anaitwa Pascal Hen